tukae kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Naomba nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Barikiwe sana watu wa Kinondoni Revival. Na kabla sijaenda kusema kile ambacho nitakwenda kukisema, naomba nirudie kusema maneno haya. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ya kuwepo tena hapa Kinondoni. Lakini pili, nimshukuru mchungaji wetu kiongozi, baba yetu, askofu wetu Rogate Swai, pamoja na jopo zima wanaofanya kazi pamoja naye kuniruhusu niweze kuwepo hapa kwenye wiki hili maalum la Pasaka. Mungu awabariki sana. Asante sana wachungaji wenza. Na tatu, ni kushukuru mwana Kinondoni kwa kuja tena kwenye ibada ya mchana wa leo. Kwa kuwa kanisa lina tabia ya kupwa na kujaa, nawezekana kuna wengine wapya ambao wamezaliwa hapa katikati tangu tulipokuwa tumeachana ule mwezi wa Disemba mwaka jana. Nirudie tena kujitambulisha kwa majina. Naitwa mchungaji Barton Sanga wa kanisa hili la Tanzania Assemblies of God, lakini niko kule Mbeya kwenye eneo la Uyole. Na kwa wiki hili nitakuweko hapa mpaka Jumapili ijayo. Barikiwe sana na Bwana Yesu. Na kwa kuwa bado tupo kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu, tuko kwenye wiki la Pasaka ambalo linaanza leo mpaka siku ile ya Jumapili. Nataka niseme tu kwamba hii sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya aina yake. Kila mtu huichukulia kwa mtindo wake, na hakuna mtu ambaye anamhukumu mwenzake. Anayechukulia kwa mtindo huu hatumhukumu, anayechukulia kwa mtindo huu hatumlaumu. Alimradi huyu husimama ama huanguka, maadamu wote ni mbele za Bwana. Sikukuu ya Pasaka tunafahamu kwamba katika kuipokea, kila mtu anapoipokea, kuna watu ambao kwenye wiki hili itakuwa ni wiki la huzuni kwao. Yaani kuanzia kesho mpaka Jumapili ni wiki la huzuni, wiki la kutembea vichwa vimeinama chini. Sababu moja tu, kwa sababu Yesu anajiandaa kwa ajili ya mateso, kwa ajili ya kusurubiwa. Na wengine wanakwenda mbali zaidi, hata mavazi ya kuvaa yatabadilika wiki nzima. Watavaa nguo za maombolezo, nguo nyeusi, nguo zinazoashiria tatizo, shida, kwa sababu kwenye mioyo yao, dhamiri zao zinaonyesha kwamba Yesu yuko kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu anajiandaa kwa ajili ya mateso kwenye maadhimisho haya. Hatuwahukumu kwa mtazamo huo, ni namna ambavyo wamefikiri wao. Lakini kuna wengine wiki hili ni wiki la sherehe, ni wiki la kula vyote vinono na vyenye kutamanika. Ndivyo ambavyo aliiona hii siku ama wiki hili mtumishi wa Mungu Nabii Isaya kwenye ile sura ya 53. Isaya alipokuwa anayaona mateso ya Yesu kwa kioo, anasema huyu nani? Anasema alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu, alidharauliwa kwa ajili ya uovu, sio na vitu kadha wa kadha. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake huyo mtu, Isaya anasema sisi tumepona. Tunapotengeneza picha ya mwandishi wa kile kitabu, tunaweza tukapata yuko katika hali gani. Mtazamo wa Isaya kwenye mateso ya yule mtu aliyekuwa anamuona kwa kioo, yeye kwake ni furaha, kwa sababu anaona kwa kupigwa yule mtu yeye uzima umetokea. Kwa kupigwa kwa yule mtu anaona afya inamjia. Kwa kupigwa kwa yule mtu anaiona kansa inaondoka. Kwa hiyo huyu lazima alikuwa kwenye hali ya shangwe kwa kitendo alichokuwa nakipata Yesu. Na mimi nilipokuwa nasoma hayo maandiko nikajikuta naangukia upande wa Isaya. Kwa hiyo wazee wangu wa kanisa na watumishi wa Bwana, kama kuna kitimoto nipeni tu. Mimi naona kifo cha Yesu kimenifanya nistahili ambaye sikustahili. Kimenipa heshima, kimenipa nafasi, kwa sababu kama sio kifo cha Yesu, mimi ni yule wa matambiko, mimi ni yule wa ibada za mashetani, mimi ni yule mpagani kabisa. Lakini damu ya Yesu Kristo imenisafisha, imeniinua,
imenistahirisha, naamini na wewe ndivyo ambavyo imekufanyia. Kwa hiyo kila mtu atavyoichukulia, kama wewe unaanguka, jina la Bwana libarikiwe. Lakini mimi nimechagua kusherehekea kwa shangwe Pasaka, maana imebeba ukombozi wetu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Naamini na wewe iko hivyo. Kwa hiyo kwenye wiki hili ambalo tunaanza leo, nitakuwa na ujumbe rahisi sana, mwepesi kuliko unavyofahamu. Huwa nafundisha masomo rahisi, mepesi. Nitakuwa ninazungumza kwa habari ya kusudi la wokovu wetu. Ndio somo tutakalotembea nalo katika wiki hili. Kusudi la wokovu ama ukombozi wetu ni nini? Nini kusudi la wokovu? Lakini leo nitaanza na kipande kidogo katika somo hilo ambalo tutashuka nalo kesho mpaka Jumapili. Kipande kidogo ambacho natamani tukakijadili mchana wa leo ni nguvu ya damu ya Yesu. Hicho ndicho ambacho tutakijadili kwa mchana wa leo. Nguvu iliyomo kwenye damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu imebeba nini? Naomba mtu mmoja unisaidie kusoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 12, mstari wa kwanza uende mpaka ule mstari wa 12 tafadhali. Nisaidie kusoma ili niweze kwenda na mimi hapa. Kitabu cha Kutoka 12, anza ule mstari wa kwanza uende mpaka mstari wa 12, utakuwa umenisaidia. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa kati ya kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba mtakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mkononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Asante sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Naomba tuanzie hapa. Kwenye kitabu hiki cha Kutoka kinatupa dokezo la ibada hii ya Pasaka ilianzia wapi. Na kwa mujibu wa msomaji wetu, Pasaka ya kwanza kabisa ilifanyika kwenye ardhi ya Misri. Kile kisa nafikiri wote tunakifahamu kwamba Israeli wamekuwa utumwani ama uhamishoni ama ugenini kwa karne 4. Miaka zaidi ya 400 walishatoka kwao, wako huko wameishi miaka hiyo yote chini ya utawala dhalimu wa Farao, akiwatumikisha katika namna mbalimbali. Hawa wana wa Israeli, kutokana na yale mateso na maumivu, fanya kazi nzito mshahara kidogo, fanya kazi nzito mshahara ni chakula tu cha siku,
hawa watu hawana maslahi na kazi wanayoifanya, wakaamua kulia mbele za Mungu. Wanaomboleza kwa sababu ya maumivu waliokuwa nayo na mateso waliokuwa nayo. Maandiko yanasema Mungu akasikia kilio cha watu wake Israeli, akawainamia, akaiona taabu yao, akauona mzigo wao. Mungu akaamua kutengeneza mpango namna ya kuwatoa kwenye ule utumwa waliokuwa nao. Baada ya kusikia, baada ya kuona, hapa tunapata picha. Mchungaji wetu hapa alikuwa anatuhamasisha kwa habari ya maombi. Jamani, Mungu wetu anasikia maombi. Wapendwa, Mungu wetu anasikia maombi. Israeli wamelia, Mungu akasikia, Mungu akaona. Akaamua kumuita kijana wake wakati ule Musa, kwamba ndiye atakayeongoza mapambano ya ukombozi, kuwatoa Israeli kutoka kwa Farao, kuwapeleka kwenye nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Kwa hiyo Mungu akampa muongozo Musa. Mwongozo anaompa, hatua ya kwanza, nenda kazungumze na Farao. Mwambie hivi, Farao awaruhusu watu wangu Israeli watoke, waende jangwani, wakanifanyia ibada huko. Kwa lugha nyepesi, wakaniabudu huko, wakanitumikie huko. Lakini Farao hakukubaliana na lile wazo la Musa. Hakukubaliana na ushauri wa Musa. Kinyume chake, Farao alichokifanya ni kuongeza kongwa, kuongeza kazi. Manake awali walikuwa wanatengeneza tofari, lakini nyasi walikuwa wanasogezewa na Wamisri. Sasa kutokana na Musa kuanza kudai kuwaruhusu watu hao waondoke, ikaonekana sasa Israeli wanatakiwa kupeleka idadi ya tofari ile ile, lakini wakatafute na nyasi wao wenyewe. Hali ikawa ni mbaya. Kwa lugha nyepesi, Farao amekataa. Sasa Musa anarudi mbele za Mungu. Imekuwa ngumu kututoa hivi, imekuwa iwezekani. Biblia inatueleza, anasema ndipo Mungu anaongea na Musa. Anasema sasa nitawatoa Israeli kwa mkono ulio hodari na wenye nguvu. Wakati nasoma ile story ya mkono wa Mungu wenye nguvu, nilijaribu kufikiri kidogo kabla sijateremka kule chini. Nikajaribu kuwaza mkono wa Mungu ukoje, una nguvu kiasi gani, una unene kiasi gani. Lakini kuanza kufuatilia kule ndani, nikamshangaa Mungu alivyo wa ajabu. Jamani, Mungu ni wa ajabu. Anasema mkono wenye nguvu, lakini ni mkono gani anautumia? Anaita vyura waende kwa Farao. Vyura si tunawafahamu wapendwa? Jamani, si mnawajua vyura? Vyura ni mdudu, sio ni mnyama, sio ni nani, mwendo wake wenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kumshinda spirit nani. Yaani anafanya tu tap, anapumzika nusu saa. Tap, anapumzika nusu saa. Halafu Mungu anamwambia Musa, kwa mkono ulio hodari na wenye nguvu nitamwamuru Farao achilie. Halafu anamwambia, nenda kaongee na vyura. Mimi ningekuwa ni Musa ingenisumbua kidogo. Eti vyura ndio jeshi la Bwana. Farao ana vikosi vya mizinga. Farao ana manuari hapo. Farao ana makombora hapo. Farao ana jeshi limekula mazoezi ya kutosha. Halafu wewe unaambiwa ukawatie moyo vyura. Hivi naingia akilini? Inagoma. Inakataa. Musa alikuwa mtu wa ajabu, mtu wa imani, mtu anayemwelewa Mungu. Musa hakuojiana na Mungu, akatoka kaenda mtoni, katia moyo vyura. Sijui alitumia lugha gani. Ninyi mnajua ni jeshi la Bwana, ninyi ni askari wa Bwana, mnaweza kumporomosha Farao. Vyura bila shaka vinajihoji, vinamwambia, mheshimiwa, unaufahamu mwendo wetu, unazijua hatua zetu. Anasema ndio, unazielewa, lakini ninyi mtakwenda kwa uweza wa Bwana. Bwana atakuwa upande wenu. Na ndio maana sisi tuliokoka, fahari yetu na nguvu yetu ni uso wa Bwana uende na sisi. Hatuangalii nguvu tulizo nazo, hatuangalii rasilimali tulizo nazo, hatuangalii tunamiliki nini. Uso wa Bwana ukienda, tunajua ushindi unatokea. Bwana akiondoka pamoja na sisi, tunajua mafanikio yatatokea. Musa kakubaliana na hoja ile, kawatia moyo vyura. Vyura wakaitika, walio mtoni wakatoka,
walio ardhini wakachomoka, walio kwenye bahari wakatoka, walio kila kona wakatoka, likatokea jeshi moja. Musa anawaamrisha, nendeni sasa kwa Farao. Historia Biblia inatuambia walifumuka vyura kama mchanga wa pwani. Wamejaa vyura, wametapakaa vyura. Hakuna mahali pa kukanyaga. Si kwenye kuta, si kwenye vyombo, si kwenye sufuria, si kwenye sakafu. Ukikanyaga ni chura. Umetandika mama asubuhi chumbani kwako, umeweka shuka lako jeupe, unakuja unakuta ina rangi nyeusi. Yaani pale juu ametapakaa vyura. Mama yuko jikoni anakaanga mboga, anashangaa vyura kama 10 wako kwenye chungu. Ndio hivyo. Ndio shughuli hiyo. Umelala usiku na shangaa wako pembeni wanakupumulia. Farao naye pamoja na neti zake, pamoja na zile dawa za kuspray, pamoja na usafi wake, ile ni jeshi la Bwana. Farao amelala, vyura wametapakaa kitandani. Akishusha miguu, vyura hawa hapa waliokufa wanatoa harufu mbaya. Uzalendo Farao kamshinda, akanyosha mikono, niitieni Musa. Niitieni Musa na Haruni. Musa na Haruni wameenda. Anasema niombeeni waondoke wadudu hawa. Hawa wadudu ni kero. Misri inanuka. Misri hakuna raha. Misri hakuna amani. Lakini Musa akaomba kwa Bwana. Jamaa amesema kesho ataturuhusu tuondoke. Baba, ondoa vyura hawa. Vyura wanajua kusikia sauti ya Mungu. Vyura wakaitika. Hatuambiwi alipita magari mjini kusafisha mji. Vyura wamepewa amri na Musa, wakarudi baharini, wakarudi mtoni, wakarudi kwenye ardhi, wakafichama huko. Mungu anaitwa Yehova. Weza wake ni wa ajabu. Hekima yake haichunguziki. Akili yake imepita akili zote. Anafanya mambo makubwa ambayo akili haiwezi kuelezea. Vyura wasio na nguvu walitetemesha jeshi la Farao. Ndege zimekaa pale, hazina cha kufanya. Mizinga imekaa pale, haina cha kufanya. Vyura ndio wameinuka, wanatikisa mji. Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Bwana akisimama upande wetu, ni silaha gani itasimama tena? Farao alipoona wale vyura wameondoka, akabadilika tena. Musa, hapa hatoki mtu, hapa haondoki mtu. Musa anarudi tena kwa Bwana. Bwana anasema unaenda kayaguse mavumbi ya nchi, halafu nitageuza hilo vumbi, kitatokea chawa. Chawa si mnawafahamu wapendwa? Ninyi watu wa .com chawa hamwajui. Sisi tuliokuja vijijini ndio tunawafahamu chawa. Ninyi watu wa mjini hamjui. Chawa ni wadudu wadogo sana, ambaye kwanza kidole kimoja unashindwa kumua kwa sababu ni mdogo mno. Lazima viwepo viwili. Nakumbuka miaka ile ya zamani kule kijijini kwetu, chawa wako wengi namna ile. Saa 4 mkitoka kuotea jua, chawa wanatoka wanaanza kumpanda, na wenyewe wanataka waotee jua, maana wamejazana huko. Kwa hiyo mnaanza kushindana, nani mwenye chawa mkubwa kuliko mwenzake. Ilikuwa ndio maisha hayo. Chawa ni vikucha vitu, ameondoka. Sasa Musa anaambiwa mchanga ubadilike kuwa chawa. Chawa ni jeshi la Bwana. Chawa anayeweza kauawa kwa kidole tu. Chawa anauawa kwa kucha tu, hahitaji silaha. Anawezaje kuwa jeshi la Bwana? Ukisoma kile kisa, tunaona Musa akatengeneza namna ile. Chawa walienda kutikisa, jeshi la Farao likatikisika. Majaribio haya yalifanyika mara 9. Yote yalifeli. Mazoezi haya yalifanywa mara 9. Yote yalifeli. Ile mara ya 10 tunaambiwa Mungu hakumwambia Musa nenda kwa Farao. Mungu akamuita Musa, wakakaa kikao. Anasema, safari mwanangu, huendi kwa Farao. Lazima kabla hujaenda kwa Farao ukaite Israeli, ufanye semina, ufanye hotuba, uwafundishe Israeli. Musa anasikiliza. Bwana anasema, nenda kawaambie hivi Israeli. Sio uende kwa Farao, nenda kawaambie Israeli, kila familia wakatafute mwana kondoo mwenye sifa ya kuwa na mwaka mmoja. Sifa ya pili, awe ni mume. Sifa ya 3, hana dosari. Kila familia ikatafute mwana kondoo. Kama mazingira yanakataa ya kupata mwana kondoo, waende wakatafute mwana mbuzi. Na kama familia ni ndogo,
wanaweza wakashare nyumba mbili, familia mbili, wapate huyo mwanakondoo ama mwanambuzi. Huyo mwanakondoo akipatikana atatengwa kwa muda wa siku 14 mpaka siku ile ya 14. Akiwa ametengwa hapo huyo mwanambuzi au mwanakondoo, ile siku ya 14 akatoa maelekezo namna ya kumuandaa, namna ya kumchinja, namna ya kumpika. Amesema msimtokose, sijui mtamfanyaje. Katoa miongozo yake pale mingi. Lakini mwisho wa safari anasema mtakapokuwa mnachinja, kingeni ile damu isimwagike yote. Damu kiasi fulani mtaitunza. Ile damu mtakwenda kwenye vizingiti vya milango mtapaka, na kwenye miimo ya milango mtapaka, kwa sababu panapo usiku wa manane, mimi Yehova nitatuma malaika wangu, nitateremka mwenyewe nije nishughulike. Nitapita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kona kwa kona, chochoro hadi chochoro. Hakuna nyumba itasalia. Na itakuwa hivi, kila nyumba, kwa sababu mnaishi wote mko mchanganyiko, kila nyumba nitakayoikuta ina alama ya damu. Nyumba ile nitajua hili ni jeshi la Bwana. Hawa wako upande wetu. Hawa ni familia yetu. Hawa ni watoto wetu. Sitashughulika kuihukumu nyumba ile. Lakini kila nyumba ambayo itakuwa haikupakwa damu, nataka nikwambie Musa, mzaliwa wa kwanza wa nyumba ile lazima nitamuua. Atakufa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu, atakufa mzaliwa wa kwanza wa mfugo. Halafu katika Misri yote utatokea msiba haujawahi kutokea. Halafu na watu wako waandae, wakae mkao wa kuondoka, kwa sababu pigo hili, hii nyuklia na kwenda kuiachilia, lazima itamlazimisha ujamaa. Kiburi kitashuka chini, jeuri itanyamaza. Wapendwa, iko nguvu ya ajabu katika damu. Kuna nguvu ya pekee. Mungu alijua hicho, na ndio maana nawaambia watakula wakiwa tayari kwa kuondoka. Mizigo yao wamekaa standby tayari. Maana ikisha pigwa hiyo nyuklia, wote Farao atanyosha mikono, ataruhusu muondoke. Israeli wakasikiliza hotuba ya Musa. Waliposikiliza wakaitika, ndio tuko tayari kufanya. Kila familia ikaenda kutafuta mwanakondoo, wakatafuta mwanambuzi, wakamuandaa kwa mpango aliokuwa wamepewa, wakatengeneza na ile damu. Panapo usiku wa manane, Mungu ambaye tunajua sifa yake ni mwaminifu kwa ahadi zake, hajawahi kusema jambo akatudanganya, akaamua kuteremka Misri. Akiwa ameshuka Misri, anapita nyumba kwa nyumba. Tunaambiwa tangu nyumba ya Farao, mzaliwa wa kwanza alikufa, mpaka nyumba ya kijakazi, yule ambaye hana mbele wala nyuma, mzaliwa wa kwanza kafa. Kila zizi la ng'ombe anayefungua tumbo alikufa. Kila banda la kuku, lile yai la kwanza kuanguliwa kifaranga chake kikafa. Ikawa msiba wa ajabu ulitokea Misri, msiba ambao haujawahi kutokea mpaka leo, kwamba kila familia anakufa mtoto wako, hakuna wa kukusaidia kuzika, unazika wewe. Yani ni mtoto wa kwako, unabeba maiti yako mwenyewe, unachimba kaburi lake mwenyewe, unamzika mwenyewe, kwa sababu hakuna nyumba isiyo na mzaliwa wa kwanza. Nyumba zingine zilikuwa na bahati mbaya mno. Baba ni mzaliwa wa kwanza alikotoka, mama ni mzaliwa wa kwanza alikotoka, na wao wana mtoto mzaliwa wa kwanza, na wanakajukuu kazaliwa ka kwanza. Wakajikuta kuna maiti 4 zinahitaji kuzikwa. Baba mwenye nyumba anazika mwanae, mwanae anazika mwanae, kila mtu akalia. Mungu anaweza kafanya jambo likashangaza dunia. Ana uwezo wa kufanya hicho. Tunaambiwa usiku ule Farao naye mzaliwa wake wa kwanza aliyekuwa anaandaliwa kuchukua nafasi yake amelala kwenye kitanda amekauka. Farao akasema usiku ule ule, niitieni Musa hapa, niitieni Haruni hapa. Musa na Haruni wamekwenda usiku. Mheshimiwa, kuna nini? Mheshimiwa anasema, sisemi kesho, nasema sasa hivi. Bebeni kilicho chenu, beba kila kilicho chako,
Sitaki kuona sura ya Mwisraeli hapa. Maana kukaa na ninyi ni kukaa na bomu. Kukaa na ninyi ni kukaa na sumu. Kukaa na ninyi ni kukaa na matatizo. Ondokeni. Yoka. Akiingilia Yehova, milango inafunguka. Akiingilia mwenye kazi yake, milima inasawazishwa. Akiingilia mwenye kazi yake, bonde linafutwa. Natamani wiki hili ashuke mwenye kazi yake, aingilie mwenye kazi yake, yani kila kitu kisawazishwe. Yale maumivu yaondoke, yale mateso yaondoke, ile laana iondoke, yale magonjwa yaondoke, maana hayo ni mafarao kwetu. Nini kimetokea? Musa naambiwa sasa hivi, na ndio maana Mungu aliwaambia mtakula mkiwa tayari kwa safari. Manake najua kitakapopigwa hili, hakuna kitakachosalia hapa, ni kuondoka. Usiku ule damu ile ikafanya kazi ya ajabu ya kuruhusu Israeli wakatoka. Walishindwa vyura, zilishindwa chawa, ilishindwa giza, ilishindwa chochote, lakini damu ya mwana kondoo ilifanikiwa kutetemesha majeshi ya Farao yakatikisika. Iko nguvu ya ajabu katika damu. Sadaka ya damu, wapendwa, ina nguvu ya pekee. Ile ilikuwa ni sadaka ya damu ya mwana kondoo. Sasa Yesu kwenye Agano Jipya hatumuoni kondoo tena anayefugwa na mwanadamu. Tunamuona mwana kondoo, mwana wa Mungu, zao mteule takatifu, aliyezaliwa bila kuonja dhambi. Damu yake inatolewa, damu yake inamwagwa, ipakwe kwenye mioyo ya wanadamu, ipakwe kwenye vipaji vya wanadamu, ili shetani atikiswe tena. Nataka nikuhakikishie, damu ya Yesu ikigusana na wewe, mashetani watajua, majini wataelewa, magonjwa yatafahamu, yatasaluti kwako. Natamani wiki hili damu ya Yesu kila kona, damu ya Yesu kila upande, damu ya Yesu kila eneo itapakae kwenye mwili wako. Magonjwa yakaachane na wewe, laana zikaachane na wewe, mateso yakaachane na wewe, mikosi iachane na wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Ndio. Damu ya Yesu imebeba nini? Kumbuka tunajifunza nguvu ya damu ya Yesu. Hii tunayosimulia hapa ni damu ya kondoo. Kwenye Agano Jipya hatuna tena kondoo anayefugwa na mwanadamu. Biblia inatuambia Mungu ametuzawadia dunia kitu cha ajabu, kumtoa mwanae wa pekee afanyike mwana kondoo. Yohana amesimama na hubiri kule nyikani. Yesu anakwenda kubatizwa na Yohana. Maandiko yanatuambia, Yohana anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sisi ingeweza kutusumbua sana kuelewa leo, unasemaje kondoo mwanadamu? Maana aliyekuwa anakwenda kule mtoni alikuwa ni Yesu. Yesu ni mwanadamu, Yesu ni mtu, Yesu katika umbile la kibinadamu anaambiwa tazama mwana kondoo. Lakini Waisraeli walikuwa wanaielewa vizuri lugha ile, walikuwa wanaelewa sana lile tamko, na ndio maana hawakuuliza swali. Kwa wana wa Israeli, unapotaja mwana kondoo, unataja ukombozi, unataja kutoka utumwani kuingia uzimani, unataja kutoka kwa Farao kwenda Kanaani. Kwa hiyo alipokuwa anasema tazama mwana kondoo, picha wana wa Israeli inayokuja ni namna walivyotoka kwenye lile kongwa la Farao, wanakwenda kwenye nchi ya ahadi, na ndio maana haikuwatesa, walikuwa wanafahamu. Sasa mtumishi wa Mungu Petro, yeye anapojaribu kuandika damu ya Yesu, nguvu yake iliyoko ndani yake, anaandika kitu cha ajabu. Nisaidie kusoma Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza, mstari wa 18. Petro aliona kitu ambacho kimebebwa na hiyo damu ya Yesu Kristo. Anasemaje Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 18? Tafadhali nisaidie kusoma hapo. Anaeleza kitu fulani tukitumie. Anasema Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, ndio mstari wa 18. Ndio. Biblia inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Aha. Anasema Petro alipokuwa anajaribu kuiangalia damu ya Yesu, anaiona damu ya Yesu imebeba ukombozi wetu. Wale tuliokuwa wote asubuhi tulisema damu ya Yesu Kristo imebeba ushindi wetu. Lakini Petro anaona
Damu ya Yesu imebeba ukombozi. Na Mungu wetu anapotukomboa, anatuokoa ama kutukomboa mwanadamu mkamilifu. Anamkomboa roho yake, anakomboa nafsi yake, anakomboa na mwili wake. Manake mwanadamu mzima mzima unakwenda kuokolewa. Sasa damu ya Yesu imebeba ukombozi wetu. Inatutoa kutoka kwenye nguvu za shetani na kutuleta mahali ambapo panakuwa na usalama. Mimi nasema na wewe, nafikiri jina langu limewatambulisha ni mtu anayetokea wapi. Sisi ni watu wa matambiko kwa asili yetu. Sisi kwa asili yetu ni watu wa pombe, watu wa vilabuni. Tunapenda kunywa kimpumu, penda kunywa kangala. Kwa uzao wangu kwenye familia yetu, sisi ni wapika pombe, ni wapika komoni, ni wapika kihambule. Nini kimenitoa huko? Shule ya mama yangu haikufanikiwa. Nyimbo za serikali za kwamba acheni ulevi hazikufanikiwa kunitoa. Lakini nilipokutana na damu ya Yesu Kristo, ikasafisha, ikang'oa tabia ya ulevi, ikapandikiza injili, ikapandikiza sifa, ikapandikiza maombi, ikapandikiza ibada. Kilichotutoa kule, Petro anasema sio fedha, sio dhahabu, ila ni damu isiyo na waa ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai. Ili tuweze kuwa salama, ni damu inahitajika. Inatutoa kule, inatuleta hapa, inatuweka tuonekane tuko sawa. Ukombozi tulionao ni kazi ya damu ya Yesu Kristo. Wengine kama sio damu ya Yesu Kristo, makaburi yetu yalishafutwa leo, yalishasahaulika. Hata kwamba kuna mtu aliwahi kutokea duniani anaitwa fulani, ingekuwa ilishapotea. Lakini damu ya Yesu Kristo imekomboa nafsi ya roho yangu, imekomboa nafsi yangu, imekomboa na mwili wangu, imenifanya niwe kama nilivyo. Nataka nikutie moyo, wiki hili Yesu atashughulika na roho yako, atashughulika na nafsi yako, atashughulika na magonjwa yako pia. Kote kote atashughulika, kwa sababu ndio moja ya kazi ya damu ya Yesu. Isaya anasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Damu ya Kalvari imeachilia uzima. Damu ya msalaba imetangaza uhuru wetu. Natamani uhuru ule usiwe nadharia, iwe halisi leo. Bwana afanye jambo leo. Tuache stories za Biblia. Hii damu ya Yesu wapendwa haigandi, ina operate hata sasa. Nakumbuka rafiki yangu mmoja, shirika wetu mmoja kule kanisani kwetu, binti mzuri sana, ameokoka na mpenda Yesu. Lakini kajaje kanisani? Nazungumza nguvu ya damu ya Yesu. Yule binti ametokea kwenye familia ya watu wenye uwezo. Mungu amewabariki. Uchumi uko vizuri, hawana tatizo. Wako vizuri familia yao. Na wana dini yao nzuri. Lakini kwa bahati mbaya walikuwa hawajakutana na Yesu. Huyu binti ni mwanafunzi. Mwanafunzi wa kidato cha 4. Wanajiandaa wakati ule kufanya mitihani ya kidato cha 4. Wakiwa katika maandalizi ya kufanya mitihani ya kidato cha 4, ugonjwa ambao haujulikani ukamvamia yule binti. Ugonjwa gani unajua? Yule binti kila kikanyaga shuleni, bado wiki 2 mitihani ianze, akikanyaga shuleni anaanguka chini, anapoteza mawasiliano, wanambebea hospitali. Wakimpeleka hospitali, wanapima, hakuna kitu kinaonekana ndani yake. Binti anaonekana kila kitu uko sawa, lakini ameanguka, hana mawasiliano, hawasiliani na watu. Sasa kama vipimo vimegoma, nini kifuate? Hakuna cha kufanya. Yule mama akatiwa moyo na watu mtaani, wakasema peleka kwa walokole. Walokole watamuombea. Kama vipimo havionyeshi, wako walokole wataombea. Bahati mbaya mno, si mnajua tunaishi nyakati za mwisho hizi? Jamani, si mnajua tunaishi nyakati za mwisho hizi? Nyakati za mwisho ni nyakati za hatari mno. Wako walimu wa ukweli, wako walimu wa uongo. Wako manabii wa ukweli, wako manabii wa uongo. Yule mama akadondokea kwa watu ambao sio sahihi. Wale jamaa utaratibu wao ni huu: kila tatizo unapewa bei kulingana na tatizo lako. Mekwenda una tatizo dogo dogo, taambiwa 50,000. Una tatizo zito zito, laki. Una tatizo kubwa zaidi kulingana na tatizo lako. Yule mama, kumbuka, hajaokoka. Ana dini yake tu, lakini hajaokoka. Akatumbukia kwa watu wabaya. Wakamwambia, mama, hii ngoma ni nzito. Hii ngoma ya kupoteza mahusiano ni nzito. Hapa nataka ulete shilingi 700,000
tutapiga fire, huyu mtoto atafunguka, atapona. Yule mama, fedha sio tatizo, fedha sio shida, uchumi sio tatizo. Anachotaka ni uzima, mtoto wake arudi kwenye hali ya kawaida, akafanye mtihani, arudi kwenye afya yake. Mama kaenda huko kwake, akadraw nyekundu 70, 700,000 zikatolewa, kapeleka mahali alikopeleka. Yule mtumishi, sukuma maombi yake, hakuna kitu. Sukuma maombi yake, hakuna kitu. Sukuma maombi yake, hakuna kitu. Piga fire, ikakataa. Inua fire, ikagoma. Kilichoenda kwa mganga kinafanyaje? Naomba malizia. Kilichoenda kwa mganga kinafanyaje? Huaga akirudi. Imeshindikana. Mama ikabidi atoke na mtoto wake. Kilichotokea kwa yule mama kumbuka hajaokoka, akawachukia walokole wote. Kila anaitwa mlokole, wao tukaonekana ni matapeli, tukaonekana ni wahuni, tukaonekana ni wababaishaji. Akashambulia, na kwa kuwa yeye hajaokoka, akawa na uhuru wa kusema kila neno baya juu ya walokole. Shaka. Lakini nataka nikutie moyo, Mungu huwa anaacha mabaki katika Israeli. Mungu huwa anajisazia watu. Hata kama dunia itaharibika yote, lazima litabaki shina la Yakobo. Lazima watabaki wanaosimamia kweli. Hata nyakati za kina Nuhu, dunia yote imeharibika, Nuhu alibaki ni mjumbe wa haki. Hata nyakati za kina Rutu kule kwao, wote waliharibika, lakini walibaki wachache waliosimamia kweli. Nataka nikwambie, hata kwenye kizazi chetu, ijapoharibika dunia yote, yako mabaki ambao watasimama na damu ya msalaba na kweli za Injili watazisimamia. Yule mama katuchukia wote. Yule mama ametuchukia, lakini nyumbani mwake ana house girl. House girl ni mshirika wetu. House girl tunaye kanisani. Yule house girl anamwambia, mama, mbona kwetu sisi hawatoagi hela? Wakati anashambulia sasa ulokole unavyofanya vibaya, kwamba mnachukua hela zetu halafu hamtusaidii. Mama anasema, mbona hiyo mimi sijawahi kuiona yule binti ya kutoa hela? Kwetu wanaombewa bure, sijaona hicho kitu. Mama hataki kusikia, mama hataki kuambiwa. Usimwambie chochote kuhusu walokole, usimwambie fundisho lolote la kilokole, kwa sababu kesha pigwa 700,000 tayari. Utamwambia kitu gani? Yule binti akazidi kumwambia bosi wake, basi niruhusu mimi niondoke na nani, na huyu mdogo wangu, alikuwa anamuita mdogo, niende naye kanisani kwetu. Hicho unachokisema hakipo. Jumapili moja yule mama akamruhusu yule binti yake, nenda naye. Na anamruhusu kwa maana ya majaribio. Usiniletee story ya pesa, usiniletee sijui kitu gani, usiniletee, nachotaka ni mtoto arudi hapa akiwa mzima. Wakajibeba, wamekuja kanisani. Naipenda damu ya Yesu wapendwa. Jamani, naipenda damu ya Yesu wapendwa. Naomba na wewe ipende hiyo damu. Ile kazi ya Golgotha, ile kazi ya Kalvari imetuletea ushindi wa ajabu. Yule binti house girl akaja kanisani kwa mara ya kwanza na mtoto wa bosi wake. Wamefika kanisani, mchungaji sina taarifa, wamekaa kwenye ibada, wamekaa siti zao za nyuma, ibada inaendelea. Tukiwa katikati ya sifa, pepo zikachangamka, pepo zikainuka. Miongoni mwa watu ambao pepo ziliwaruka ni huyo binti. Sasa pepo, vijana wa CS wanabeba, wanachangamkia tenda huko nje, toka. Wakabeba yule binti, wakatoka naye nje kama wengine, wakakemea zile pepo. Pepo zikaaga kwamba tunaondoka. Lakini ilipoisha ibada, yule binti house girl aliyekuja na huyu binti ikabidi anifuate. Baba mchungaji, nina neno. Karibu. Huyu hapa ni mtoto wa bosi wangu. Hii story niliyokupa, yule binti ndio amenipa sasa. Ile story nimekupa, ana ABCD. Sasa leo ameniruhusu bosi nije naye, na mitihani wanaanza wiki ijayo. Huyu kila kienda shule anaanguka. Tumeshaenda hospitali akazitaja kwa majina. Wamepima, hana shida. Wamekwenda pale, hana shida. Ameenda kupigwa fire, hakuna matokeo hajatokea. Sasa leo tumemleta, namshukuru Mungu, hapa pepo zimelipuka, wamekemea kule nje. Sasa mchungaji, nimemleta, muwekee mikono, mitihani ni Jumatatu, asianguke kule shuleni. Sema ndio issue hiyo. Asante mwanangu. Basi kama wameshakemea pepo,
Zimeshatoka, ndo zimetoka, lakini ngoja nimbariki kwa jina la Bwana, nimwatamie kwa jina la Bwana. Akamleta ule binti, nikabandika mkono, maneno yangu machache wala sio mengi. Damu ya Yesu Kristo ikufunike. Kitu utakachokalia na kizamisha kwenye damu ya Yesu. Karatasi zako na ziloweka kwenye damu ya Yesu. Biki utakazotumia na changanya na damu ya Yesu. Asiweko jini, asiweko uchawi, isiweko mizimu ya kurithi, ya ukoo, ya kutupiwa. Nasema damu ya Yesu Kristo imelipa gharama. Huna haki kwa mujibu wa sheria ya Roho Mtakatifu. Mtu akitakaswa kwa damu ya Yesu, shetani huruhusiwi kumkaribia, shetani huruhusiwi kumgusa. Kwa damu ya Yesu Kristo na kufunika, imeisha. Kipindi hicho pepo hazikulipuka, maana zililipuka kwenye ibada, wakazishughulikia nje. Tumemaliza. Binti anasema ndio tayari. Nasema imeisha. Unajua watu ambao hawajakaa kanisani, wenyewe wamezoea uponyaji wao mpaka ucheze manyanga. Yaani usipopiga chale za hivi, usipopiga za hivi, usipofanya vituko fulani, anaona kama hajapona hivi. Wapendwa, sisi tunatembea kwa imani, tunapona kwa imani, tunafunguka kwa imani. Walio wa imani ndio wanapokea muujiza. Nikamwambia mwanangu imeisha. Sawa mchungaji. Akaondoka. Jumatatu mitihani. Ameenda darasani, kafanya mtihani wake, ukaisha, akatoka salama. Akahisi huende kawa leo ni bahati. Amerudi nyumbani. Mitihani ya kidato cha 4 mnafahamu, hawafanyagi siku moja. Wamekaa tena, siku yamekwenda, amefanya mtihani, mitihani yote imeisha. Binti hajaanguka. Mitihani imemalizika. Anamwambia mama yake, mama, sijaanguka tangu mwanzo mpaka sasa, sijaanguka wala zile dalili sijaziona tena. Mama yake aliyesema walokole matapeli, walokole majambazi, walokole waongo, akaenda chumbani, sijui nani alimfundisha shule ile, akachukua sadaka ya shukurani, akampa binti yake aje kwenye kanisa, aje mahali ambapo kaombewa kwa jina la Bwana, amshukuru Mungu wake. Jumapili iliyofuata tuko kwenye ibada, akaomba nafasi ya kusema. Anasema kuna mtu anashukurani hapa, mimi sikujua ni nani. Nakuta anachomoka ule binti aliyekuwa anakemewa pepo, amechomoka papo, anakuja mbele, analilia nini atatuambia hapa. Amesimama hapa analia, anasema jamani, mimi ilishakuwa mitihani imeisha, miaka yangu 4 ilishapotea, nimekuwa nikianguka shule, hakuna majibu. Mama yangu alishanikatia tamaa, maana amenipeleka hospitali za viwango, ikaonekana imekwama. Nimekwenda kwa kwa watu wengine kuniombea, ikaonekana nimekwama. Lakini namshukuru Yesu ambaye kwa damu yake leo nimesimama hapa, mitihani nimemaliza, nikiwa sijaanguka wala dalili sijaziona zile za kuangukaga. Anasemaje mchungaji Swai? Anasema mimi kuanzia sasa nimehamiaga hapa. Sasa mimi ningesemaje? Anasema amehamia, mimi nifanyeje? Hebu hukumu ya haki Swai. Nifanyeje? Nimfukuze? Nafanyaje Swai? Mimi sijamwambia njoo hapa. Mimi nimesema tumepewa bure, tunatoa bure. Toto kapokea damu ya thamani, damu ya Kalvari imemfungua. Anasema nimehamia, nafanyaje? Nini kimetokea? Hivi naongea hapa, ni mwana praise kanisani kwangu, na sauti yake ni ya chuma, anaimba bibie, anasukuma praise. Damu ya Yesu imemshindia, damu ya Yesu imemtoa. Iko nguvu ya ajabu katika damu hiyo, inatukomboa dhidi ya nguvu za giza, inatukomboa dhidi ya mashambulizi, inatukomboa dhidi ya dhambi. Pasa, sijanenepa, ni matatizo yangu, lakini sadaka ya shukrani alileta sadaka ya shukrani. Ni mili tu haina shukrani, lakini alileta sadaka yenye afya, sadaka yenye matumaini kabisa.
sadaka ya moyo uliopokea, sadaka ya moyo uliokunjuka. Nini kimefanya? Damu ya msalaba inashughulika na roho yako, inashughulika na nafsi yako, inashughulika na mwili wako. Ni utakaso kamili, ni uponyaji kamili, ni ukombozi kamili. Na muomba Bwana ndani ya wiki hili iwe ni wiki la kupokea majibu ya tatizo lako. Lile tumbo lililofunga, iko damu ya Kalvari. Yale matatizo ulionayo, iko damu ya mwana kondoo. Sharabo sakaka. Apewe makofi Yesu. Tushuhudie shuhuda ngapi? Damu ya Yesu wapendwa ina nguvu ya ajabu. Hakuna hakuna gumu kwa hiyo kazi. Yesu anasema damu ile, Petro anasema hatujakombolewa kwa dhahabu wala fedha, ila kwa damu ya mwana kondoo. Tumetolewa kutoka kwenye maisha yasiyokuwa na matumaini. Damu ya Yesu imetuleta ile tumaini. Damu ya Yesu imetukamata, imetusafisha, imetustahirisha, imetupa heshima, imetupa nafasi. Ni damu ya Yesu Kristo. Mashetani wanajua kinaongea, majini wanajua kinaongea, wachawi wanaelewa kinachoongea. Unajua kama unataka uchawi kadogo, ni ngumu kuelewa anachokiongea. Wanaoelewa nguvu ya damu ya Yesu, uliza wafuga majini, uliza wachawi na washirikina. Kila mtu aliyegongwa chata ya damu ya mwana kondoo, damu yake imebadilika, mwili wako umebadilika, umekuwa na sumu. Damu yako hainyonyekwi tena, damu yako hailiki tena, maana damu ya Yesu Kristo imeidairiuti. Yule binti sasa ni mwana praise kanisani. Kafanya mitihani yake kamaliza. Matokeo yanatoka. Kafanya vizuri mno mtihani wake. Maana tulimwambia kwa kuwa umekuja madhabahuni, tumepewa bure, tunaachilia bure. Bwana akakufanyia zaidi. Hata kama uwezo wako darasani ni mdogo, kwa ajili ya utukufu wa kazi ya msalaba ukaperform vizuri, na Bwana akaheshimu neno ile, akamfanya yule binti akafanya vema mtihani wake. Leo anafanya praise, lakini ana kabache la kake kichwani, kanampraizia Yesu. Hiyo ndio damu naitaka. Hata mchana wa leo ifanye kitu kwako, itende jambo kwako. Ni wiki la pekee, usipange kukosa, maana naiona kazi ya msalaba kufungua matumbo yako, matumbo yasiyozaa. Hili ni wiki la kufunguka. Wako watu biashara zimekataa, ni wiki la utakaso wako. Wako watu mambo hayaendi, ni wiki la kuwekwa huru. Wako watu dhambi na watesa, ni wiki la utakaso. Yesu Kristo yuko hapa ili kuachilia damu yake ifanye kitu kwako. Natamani mchana wa leo niwe na muda wa kuomba na wewe. Naomba kwa miguu yako inuka. Nashawishika kuomba na wewe mchana wa leo. Naomba kwa miguu yako inuka tafadhali. Inuka kwa miguu yako. Damu ya Yesu Kristo ni ajabu. Inatakasa, inaokoa, inaponya, inatangaza uhuru, inaachilia ulinzi. Natamani mchana wa leo tukashughulike na watu kadhaa ambao adui amewavamia, amepiga ndoa yako, amepiga watoto wako, amepiga uchumi wako, amepiga afya yako. Nasema iko damu ya mwana kondoo, liko tumaini la ajabu. Damu ya Yesu Kristo ipo tayari kufanya hapa. Nikuombe mtumishi wa Bwana, ukiweza kwa nguvu kwa miguu yako. Sisi hatuko kama wale wengi wa asubuhi. Ukiweza kwa miguu yako, toka pale uliposimama, piga hatua, njoo hapa. Hapa madhabahuni, mahali hapa ndipo ambapo Bwana huwa anashusha baraka zake, huwa anashusha majibu yake. Naomba toka, njoo hapa. Yasarebeka lambo saita rambo sodoribika hey kaborambasa nambo karambata. Damu ya Yesu Kristo imelipa gharama. Isaya anasema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Wako watu hapa wameokoka, lakini bado vifungo vinawaonea. Wako watu hapa wameokoka, bado matumbo yao hayana uwezo wa kunasa mimba. Wako watu hapa wameokoka, lakini afya zao zinasumbua. Nasema gharama imeshalipwa. Damu ya msalaba ililipa bei kamili ya tatizo lako, ililipa gharama kamili ya shida yako. Huna sababu ya kuendelea kubaki kwenye teso. Wakati damu ya mwana kondoo iko hapa, hakuna shetani asiyejua hiki naongea. Hakuna pepo asielewa haya ninayoyasema. Hakuna jini asiyejua
hiki kinachoongea, hivi ninavyoendelea kuongea, wewe pepo uliyekamata tumbo la mwanamke huyo, anza kutafuta nafasi, anza kutafuta mpenyo, anza kuangalia pa kutokea, kwa sababu gharama yako imelipwa. Hakuna unachodai, hakuna madai hapa, huna mashtaka hapa. Damu ya Yesu Kristo imelipa fidia kamili, imelipa gharama kamili, imelipa, haikubakiza change. Hakuna unachodai. Wako watu hapa, kila unachofanya kifanikiwi, shetani kakamata. Nasema damu ya mwana kondoo imelipa bei kamili. Hivi ninavyoendelea kuongea, tafuta namna ya kuondoka, tafuta namna ya kuchomoka. Wako wengine wamekamatwa kwenye masomo yao, shetani hataki ufanikiwe kwenye masomo yako. Nasema kwa jina la Yesu ya kwamba Yesu amelipa Kalvari. Shakurambo sai rambo sodirika. Asante watumishi wa Mungu, wachungaji, tunakwenda kuomba sasa kwa ajili yako wewe. Naiona nguvu inatembea hapa, naiona damu ya Yesu inapita hapa, mapepo yanaanza kuchemka, majini yanaanza kuchangamka, nguvu za giza zinaanza kuchangamka. Hivi ninavyoendelea kuongea, anza kuchangamka, anza kuondoka, anza kutoka, anza kuhama. Achia mgongo, achia tumbo, wewe kansa, wewe typhoid, wewe malaria, wewe blood pressure ya kupanda na ya kushuka, rabosa karabaka, katika jina la Yesu naachilia damu ya msalaba, naachilia damu ya Kalvari. Changamka, ondoka, changamka, ondoka, changamka, ondoka, changamka, ondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Hayatoka, 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 hayatoka. Wakati mchungaji anaweka mkono juu yako, wewe endelea kujiombea. Kataa lile teso, kataa kile kifungo, kataa lile gereza, kataa. Najua shetani anakusikia, pepo wanakusikia. Kataa kwa jina la Yesu, kataa kwa damu ya Yesu, wala usinyamaze. Wakati mkono unawekwa juu yako, jitamkie mwenyewe lile teso lako, liambie na kukataa, liambie ni na kukataa katika jina la Yesu aliye hai. Rasa inkamboka rambo saki nabaka. Haya ondoka, haya chomoka, haya hama. Nguvu za giza, pepo mchafu, laana, wewe joka, wewe nguvu za kuzimu, hivi ninavyoendelea kuongea kwa damu ya Yesu Kristo na kuagiza, achia binti huyu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, hama katika jina la Yesu. Ninakushambulia kwa jina la Yesu Kristo. Haya ondoka, haya hama, haya ondoka, haya hama, haya ondoka, haya hama kwa jina la Yesu. Naachia moto katika jina la Yesu. Changamka, ondoka, changamka, ondoka. Mateso, vifungo, nguvu za pepo, laana, mikosi, balaa, kukosa kibali kwa jina la Yesu aliye hai. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa jina la Yesu. Sambaratika vifungo, laana, magonjwa, nguvu za giza, changamka kwa jina la Yesu aliye hai. Toweka, 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 hama. Achia mama huyu kwa jina la Yesu. Achia sasa, toweka sasa, ng'oka sasa, toweka sasa, ng'oka sasa katika jina la Yesu. Na kushambulia wewe pepo mchafu, wewe roho chafu, roho za kishetani, roho za kipepo, roho za kuwanga, roho za kishirikina, huna mamlaka ndani ya binti huyu kwa jina la Yesu aliye hai. Napiga, haya ondoka, haya piga kelele, ondoka, jisalimisha, ondoka, jisalimisha, ondoka. Msaidie huyo, jisalimisha, ondoka. Wewe joka, msaidie huyo kwa jina la Yesu aliye hai. Naachiria moto, naachiria moto, toka, achia. Wewe laana, wewe joka, wewe laana, wewe joka, toweka ndani yake, toweka ndani yake, hama. Naachiria moto katika jina la Yesu. Haya ondoka, tusibishane, tusibishane. Haya ondoka, haya achia. Wewe jini, wewe jini, achia, achia, haya achia, tusibishane, achia. Haya toweka, 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 tusibishane, tusibishane.
Nachia moto, nachia moto, nachia moto. Hayatoweka kwa jina la Yesu. Wewe joka, wewe laana, wewe ibilisi, wewe jini, changamka, changamka, ondoka, changamka, ondoka, changamka, ondoka, changamka, ondoka, na kupiga kwa jina la Yesu. Hayaondoka, hayachia, achia mishipa yake. Roho ya mauti, achia. Roho ya mauti, achia. Roho ya mauti, achia. Toweka, hama, toweka, hama, toweka, hama kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya mauti, huna mamlaka, huna uwezo ndani ya binti huyu. Naachilia moto wa damu ya Yesu Kristo na kusaka kila kona katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mateso, vifungo, nguvu za giza, laana, roho chafu, achia kwa jina la Yesu. Kila balaa, kila majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu, na kuangusha. Toka, achia maisha mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Haya, hama, ondoka sasa, ng'oka sasa. Tusibishane, ondoka. Tusibishane, ondoka. Changamka, changamka, ondoka. Changamka, ondoka. Changamka, ondoka. Wewe vifungo, wewe laana, wewe nguvu za giza, wewe pepo na ile balaa katika maisha binti huyu, toka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo natangaza uzima wa msalaba, natangaza kazi ya Kalvari, natangaza kazi ya msalaba katikati ya mwanamke huyu kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Nafuta mikataba yote ya kikuzimu, ya kipepo, toka katika jina la Yesu. Naachilia moto, naachilia moto wa damu ya Yesu Kristo ushuke ndani ya mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Haya, ondoka sasa. Hama, toweka, pepo mchafu, pepo mchafu, pepo mchafu, laana, magonjwa ya kishirikina, magonjwa ya kipepo, toka ndani yake kwa jina la Yesu aliye hai. Naachilia moto, rakaba, moto, 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 moto wa damu ya Yesu. Na ruhusu tembee sasa katika jina la Yesu. Haya, toweka, pepo mchafu, laana, joka la zamani, achia maisha binti huyu kwa jina la Yesu Kristo. Kila pando lisilo na asili ya Mungu ndani ya binti huyu, ondoka katika jina la Yesu. Haya, changamka, changamka, msaidie huyo. Haya, changamka, changamka, changamka. Haya, toka, tusibishane, tusibishane. Toka wewe joka, toka wewe joka, toka wewe laana, toka kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Kalvari. Kwa damu hiyo nang'oa uchawi, nang'oa jini, nang'oa jinamizi, nang'oa nguvu za giza, toweka ndani yake. Haya, changamka, aga, aga, ondoka, aga, ondoka. Jisalimishe, 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 jisalimishe kwa jina la Yesu. Jisalimishe, achia binti huyo kwa jina la Yesu. Naachia moto wa damu ya msalaba, naachia moto wa damu ya Kalvari. Haya, changamka, haya, toka, achia, haya, toka, achia. Changamka, ondoka, changamka, ondoka, changamka, ondoka. Toka wewe joka. Haya, nenda katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haya, ondoka, toka, toka.